Yesu Ekaristi, ili kutujalia umoja wa kweli wa nafsi zetu sisi wenyewe tutakayefanya tendo hilo, ili kusudi tutengeneze mshikamano wa kweli ndani ya nafsi zetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu ndogo ndogo, katika parokia zetu, katika vigango vyetu, katika kanda yetu, katika kanisa lote la Tanzania na kanisa lote la Mungu. Tufanye hivyo na hatimaye tuliombee taifa letu. Huu umoja na mshikamano ambao tunauomba na upo katika kanisa tunaendelea, basi kuwe na umoja na mshikamano katika taifa letu, si mgawanyo, na kuanza badala ya sisi vipande vya Ekaristi Takatifu vinavyoungana, lakini huko usipokuwa katika roho hiyo utatawanya, utashambulia wenzako, utawaona ni wahaini, utawaona ni waovu. Wewe utakuwa unaona na kuungama dhambi za watu wengine. Leo tuwe na hili, ungama dhambi zako, ona udhaifu wako. Mwenyezi Mungu anakuona, lakini namna nyingine utaona udhaifu wa wengine, na wengine hata utawaita ni Yuda, bila kuwa na imani ya hao ambao wanatumia hilo na kufuru. Ni umoja kama tulivyotoka. Mama yetu Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya siri, atuombee. Mama yetu Bikira Maria, muombezi wa taifa letu, huyu ndiyo atuombee, ili kusudi adhimisho hili la Ekaristi Takatifu liweze likaleta alama ya kweli ya kutuunganisha Watanzania, na tujisikie hivyo kama tulivyozoea. Maumivu yote tunayoyapata katika mgawanyiko yatupatie nguvu kama mashariki wa Uganda. Tujitoe nafsi, lakini wale waliowatesa wale hatimaye walipata mateso na hapa na baadaye huko ambako kila mmoja lazima aende kwa ajili ya hukumu ya mwisho. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie sasa safari njema, tuondoke hapa. Tuombe kwa ajili ya kanisa lote kwa namna ya pekee ya Tanzania na kanisa lote la Mungu tunapoadhimisha sherehe hii. Hata leo basi twende huko mitaani tukimpeleka Yesu Kristo mwili na damu yake takatifu kabisa, tukizunguka na kurudi hapa, ili twende huko na kwa namna ya utamaduni wetu, upendo wetu, tutawavuta wengi zaidi kwa Kristo kwa ajili ya upendo wetu tulio nao, tunaoshiriki matembezi hayo, tutawavuta wengi zaidi kwa Kristo. Hata huko tunapoenda, wengi zaidi watavutwa kwa Kristo na watampenda licha kufuata imani zao. Watampenda Kristo, watatupenda pia sisi kama tunavyokwenda katika matembezi hayo, na siku moja watamwamini, na siku moja kutakuwa na wokovu wa wote kadiri ya imani zetu mbalimbali, lakini cha mwisho wake tutakuwa pamoja kama tulivyoliacha taifa letu la Tanzania na Watanzania, na kuwa mfano mzuri na kuwavuta wengine waweze kuwa na upendo wa Kristo kama vile Kristo mwenyewe alivyotufundisha, na tukapokea amani hiyo tuliyoipokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, kama tulivyokumbuka pale Bagamoyo kuanza utume
wa kikanisa na umishonari mwaka 1868 na 2018, tukashukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 150, na sisi kama jimbo miaka 125 hapo 2023. Tumuombe Mwenyezi Mungu na mwenye baraka abariki matembezi yetu hayo yatakayoanza baada ya kuhitimisha misa takatifu kwa hapa kanisani na kuanza safari zetu kuelekea huko mitaani. Tumsifu Yesu Kristo.